Shalom shalom mwana wa Mungu. Kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, nina jambo la kukuambia. It's Prophet Larry, a prophet to the last generation. Nakuja mbele zako and I want to tell you something. Nataka nikuwekezee maarifa ya kinabii uelewe kwa habari ya maisha haya ya mwanadamu. Kuna vitu Mungu ameviwekeza na usipovijua vitu hivi saba, mambo ya kiuchumi, mambo ya kiajira, mambo ya kiutafutaji, jinsi uishi amani ya Kristo itawale maishani mwako, yanaweza yakakusumbua. Fahamu, mwanadamu lazima ujue ya mambo saba. Na ujue uwekezaji wa Mungu katika mambo saba. Roho Mtakatifu akusaidie sana na unisikie kwa neema yake Mungu. Jambo la kwanza, sisi wanadamu hapa duniani ni mawakili. Kila mwanadamu unayemwona ni wakili. Lazima ujue you are a steward. Either wakili wa ufalme wa nuru ama wakili wa ufalme wa ulimwengu. Mwanadamu sio mfalme binafsi. Ufalme wake unatokana na uwakili wa ufalme mwingine. Kama unavyoona na kutazama na kufahamu kwa habari ya wakili wa eneo fulani ama wakili wa mahali fulani, ndivyo ilivyo kwa mwanadamu na yeye. Mwanadamu ni wakili specifically wa ufalme fulani. Specifically lazima uwe wakili. Uwe unajua ama ujui. You are consciously aware or you are unconscious. Lazima ujue wewe ni wakili. Na neema ya Mungu ikusaidie sana ufahamu hilo. Kama unavyoona rais wa nchi yetu anatuma wawakilishi kwenye nchi nyingine. Anatuma mwakilishi kwenye mkoa. Anamuita mkuu wa wilaya ama mkuu wa mkoa. Ndivyo Mungu anavyoachilia ufalme ndani ya watu wake. Na ndivyo pia ulimwengu wa dunia na ulimwengu wa giza unavyoachilia mawakili wake. Ukikaa nje ya uelewa huu wa kwanza wa uwakili, ndio unabaki unateseka, afya yako inakusumbua. Utafutaji wako wa kifedha unakusumbua, biashara zinakusumbua, kwa sababu hakuna ufalme unakubaka. Hakuna ufalme unakuhifadhi nyuma. Na Roho Mtakatifu akusaidie sana upate kuelewa mambo haya kama mwanadamu. Akikuwekezea Mungu ufalme wake, unahakikisha uwekezaji huo ni thabiti. Ulimwengu na ufalme wa giza ukikuwekezea, unahakikisha kwamba unadhihirika. Ndio maana watu wanatafuta fedha kutoka engo hizo mbili. Jambo la pili, lazima ufahamu vitu vyote unavyoviona. Unaona magari mazuri, majumba mazuri, biashara nzuri, kazi nzuri, vyote unavyoviona, hakuna cha mwanadamu. Aliyemiliki miaka 1950 si anayemiliki leo. Aliyemiliki miaka 1800 si anayemiliki leo. Hakuna kilicho cha mwanadamu cha daima. Utamiliki kwa nyakati ulizopewa na kwa baada ya muda fulani utakiachilia. Neema ya Mungu ikusaidie ulifahamu hilo. Ukisha kulifahamu hilo, unafahamu kwamba nakaa sawia na ufalme ambao ninauwakilisha ili unipe vitu niweze kuvimiliki. Kwa sababu vitu ni vya ufalme. Vitu ni vya ufalme. Goods are from the king or the master. Hakuna mali ya mwanadamu. Mali anazo either Mammon ama anazo Mungu. You choose wewe unazitaka kwa namna gani. Neema ya Mungu ikusaidie sana. Na Roho Mtakatifu akusaidie hapo ujue. Ndio maana neno la Mungu linatuambia huwezi kuwatumikia mabwana wawili. Luka 16. Huwezi kuwatumikia mabwana wawili. Nenda kasome pale Injili ya Luka mlango ule wa 16 kuanzia mstari wa kwanza soma mpaka mstari wa 20 pale. Mpaka 24 utanielewa. Huwezi kuwatumikia mabwana wawili. Aidha utampenda mmoja na kumdharau mwingine. Utamtumikia mmoja na kuacha kumtumikia mwingine. Kisha anamaliza anasema mabwana hao ni kina nani? Huwezi kumtumikia Mungu ukatumikia na mali. Neno linalotumika pale sio mali. Kiswahili kilikosa tu uzito mzuri. Mammoth ndio anatajwa pale. The spirit of wealth. Ndio wanaowekeza ulimwengu kujitafutia. Waliopata pia hekima ulimwenguni, walioko ulimwenguni, they have to save Mammoth to get something from Mammoth. Because some goods are from Mammoth or from God. Jambo la tatu, nataka nikuwekezee maarifa haya na Roho Mtakatifu akusaidie. This is very prophetic, applied prophetics za kukusaidia kama mwanadamu. Jambo la tatu, mwanadamu unatakiwa ujue kwamba kwenye hii dunia kuna mtu anaitwa mshtaki. Kwenye hizi falme, kwenye ufalme wa nuru kuna mshtaki aliyepo. Na kuna kitu kinashtaki kwamba uko sawia na ufalme ama hauko sawia na ufalme. Na kwenye ufalme wa nuru wa ulimwengu kuna mshtaki. Athari ni kwamba mshtaki
aliwekwa kwenye ufalme wa ulimwengu ni Lucifer. Awashtakia ndugu zetu. Ndio malaika walivyosema pale mlango wa 12 Ufunuo Yohana 12. Ole kwa ulimwengu kwa sababu amekuja duniani akiwa na hasira sana. Ulimwengu na ufalme wa ulimwengu mshtaki wao ni Ibilisi. Sasa wana wa nuru wanaweza wakasema okay, mshtaki wetu Ibilisi, basi sisi wa nuru hatuna mshtaki. Nataka nikusaidie kama nabii ujue. Wana wa nuru na ufalme wa nuru, damu ya Yesu inatuhesabia haki, na haki ya Mungu inafuatana na hukumu ya Mungu. Inatushtaki pia. Inakushtaki. Unapoiita damu ya Yesu inakupatanisha kwa sababu inanena. Inayoyanena ukienda kinyume nayo inakushtaki. Na Roho Mtakatifu akusaidie sana ufahamu. Damu ya Yesu inatuwekea mpaka mambo gani tunaweza kuyamiliki, kuyatawala, kuyaendea. Sababu lazima itupatanishe na madhabahu ya Mungu, tupatanishe na kusudi na nia ya Mungu. Tukikaa nje ya nia ya Mungu tunaachiliwa huko. Kwa makini mwana wa Mungu. Jambo la 4. Kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu nataka uwekeze pia hapa. Ujue hizi falme mbili hazina gepu katikati. Hakuna siku utalala, utaamka asubuhi utasema acha nitafakari mpaka saa 7 mchana. Nichague niko ufalme gani? You are either consciously, yani kwa kujitambua, with a sober mind and watchful spirit ndani ya ufalme, ama unconscious. Kwa tutusa. Either ndani ya ufalme mmoja ama mwingine. Sababu unaweza ukawa kwenye ufalme wa nuru na ukawa tutusa kwenye ufalme wa nuru. Unaweza ukawa kwenye ufalme wa ulimwengu na ukawa tutusa kwenye ufalme wa ulimwengu bila kujua. Lakini hakuna gap katikati. Na kwa hiyo sheria ya kufukuzwa ufalme mmoja inazaliwa hapo. Una uwezo wa kufukuzwa kwenye ufalme wa nuru. Ukafukuzwa ukatupuliwa mbali. Ndio maana Mungu anasema sipendezwi na mtu vuguvugu. Maana nitamtema. Akikutema kwenye ufalme wa nuru, unaangukia kwenye ufalme wa ulimwengu. Walimwengu na wenyewe ukienda ukikaa nao vizuri, utashangaa dada wa watu, wewe mwana wa nuru kabisa, siku moja shida zimekuzidi, unajaribu pale kujiongeza, unaenda unavaa miniskirt na unakaa katikati ya malaya. Unasema najiuza. Siku ya kwanza wanakuangalia, siku ya pili, siku ya tatu wanakuambia umetuletea nuksi hapa. Biashara haiendi. Toka hapa, tukutaki hapa. Wana uwezo wa kukufukuza vizuri sana. Mwekezaji, mwanaume umepambana, umri wako mzuri, miaka 40, 45 pale unatafuta hela vizuri kabisa, umeshika hela, unawekeza. Nashangaa unakaa katikati yao mwezi, miezi miwili, mitatu, wakuja kwambia umetuletea nuksi, hamna biashara. Hapa hatukutaki. Wanaweka na fidisu kabisa uondoke kwenye mtaa wao, uondoke katika eneo la kibiashara. Utashangaa. Wana wa ulimwengu wanakufukuza kabisa, wanakuambia hatutaki, usikae katikati yetu. Hatukuhitaji hapa. Unaleta nuksi. Kwa kufukuzwa una uwezo wa kufukuzwa. Ufalme mmoja ama mwingine. Lazima ujue hilo. Nidhamu yako itakuruhusu kae. Na Roho Mtakatifu akusaidie sana. Utaamua hilo. Jambo la 5 la msingi kwa habari ya Mungu Baba aketie juu mbinguni. Usiwahi kuchanganya ukazani sheria aliyoiachilia Mungu inafanya kazi kwenye ufalme wa nuru pekee yake. Kuna the everlasting rule of God ya jinsi ya kutembea kwenye hii dunia. Zaeni mkaongezeke. Hiyo zaeni mkaongezeke aliwaambia nuruni na aliwaambia gizani. Hakuna ambaye anaruhusiwa kukaa duniani. Usipozaa ukaongezeka anakuondoa. Una maana ya kuwa kwenye dunia yake. Kwa swala la kuzaa, wana wa ulimwengu na maisha ya ulimwengu. Yesu Kristo anasema Luka 16 pale. Mstari wa 18, 17. Anawaambia wana wa ulimwengu katika kizazi chao wenyewe wana busara. Wana busara kuliko wana wa nuru, kukuonesha wana jinsi ya kujiendesha kwa mfumo fulani. Kule, japokuwa kule Torati, wana wa ulimwengu Torati ndio inawaratibu. Sisi sheria ya roho uzima, wao sheria ya Torati na mauti. Kwa neema ya Mungu ikusaidie sana. Neema ya Mungu ikubebe. Na Roho Mtakatifu akusaidie sana. Akujenge katika hali. Ufahamu kwamba sheria ya kuzalisha, kuzaa na kuongezeka wamepewa watu wote. It's an everlasting rule of God. Ndio maana neno la Mungu kwenye Zaburi inatunyima usimkasirikie afanikiwaye, usimkasirikie aendaye katika njia ya hila. So that usijifungamanishe na vitu ambavyo havina maana kwako. Anatimiza ile sheria. Tofauti ni kwamba unapokuja kuiangalia Mwanzo 9, unaona Mungu anatuongezea kwamba wana wa nuru si tu tukazae, not go and be fruitful and multiply. Sisi anatuambia wana wa nuru go and bring forth abundantly. Wana wa ulimwengu hawawezi ku bring forth abundantly.
Wana wa nuru ndio tumepewa hiyo neema na baraka hiyo katika hiyo sheria. Jambo la sita nataka uwekeze ufahamu. Maisha hayakuwekezwa kwa ajili ya uchapakazi. Maisha yaliwekezwa yazae mafanikio kutoka katika busara. Neno zuri katika hekima. Na Roho Mtakatifu akusaidia. Na hekima ni nini? Hekima ni hofu yako. Wana wa nuru watanielewa vizuri sana hapo. Uwe ni dhehebu fulani, dini fulani, utanielewa vizuri hapo. Na wale watafutaji maarifa watanielewa. Ayubu 28:28 inasemaje? Tazama, mwambie mwanadamu na afahamu kwamba kumcha Bwana ndio hekima. Hofu yako, the fear of the Lord is wisdom. Hofu yako, kama unamuogopa Mungu, unamhofu Mungu, unamwogopa ile hofu kama unavyoona hofu nyingine yote. Hofu kama unavyoogopa chura, unavyoogopa nyoka, unavyoogopa giza, unavyowekeza ile hofu yako katika Mungu na kuiondoa katika vitu vingine vyote. Hicho ndio kinakusaidia kukaa ndani ya ufalme. Na kinakusaidia kuwa mwaminifu ndani ya ufalme. Ukigeuza hiyo hofu yako ukaiweka katika mali, yani mammon, ikawa hofu yako kupoteza mali. Hofu yako mimi ni umaskini, hofu yangu ni umaskini, hofu yangu mimi ni katika fedha. Ukishawekeza tu hapo, umemtukuza, umemwekea uaminifu wako mali. Na Roho Mtakatifu akusaidia sana. Na kufunulia kama nabii, kazi kwako kuchagua haya mambo. Ufahamu kama mwanadamu. Jambo la 7 ni faithful, uaminifu. Only the faithful conquer. Waaminifu ndani ya ufalme ndio wanaotawala. Ukiona magari mazuri yanapita, ukiona nyumba nzuri zimejengwa, ukiona biashara nzuri zinapendeza, hao unaowaona katika nafasi zao ni kutokana na uaminifu kamilifu ndani ya ufalme. Hata kwenye ulimwengu wasiojua kuwa waaminifu katika kafara zao, katika kutumikia kwao, ulimwengu huo hawafanikiwi. Dunia unapelekwa, mwisho unafikisha miaka yako ya kuishi, unapumzika. Wanazaliwa wengine, unapelekwa, watoto wako wanapelekwa, wajukuu wako wanapelekwa. Usipowekeza uaminifu, tofauti ni kwamba uaminifu wa ufalme wa nuru ni uaminifu wa milele, si katika nyakati hizi, kwa sababu huzalii mauti mazao. Kwa hiyo hutengenezi vitu wala hutengenezi uaminifu ambao mwisho wa siku utaishia kuzalia mauti, kisha utakufa, utaviacha. Na vitakufa na hivyo vitu utaviacha, kwa sababu ndio sheria ya dhambi na torati, kwamba kitu lazima kizaliwe, kitu lazima kikue, kitu lazima kikomae na kitu lazima kife. Soma pale Warumi 7:13 utaelewa ninachokuambia. Ukienenda katika mwili, ukichagua kuenenda katika mwili, hakika umechagua kufa. Lakini bali ukifusha matendo ya mwili, if you mortify matendo haya ya mwili, umechagua kuishi. Neema Mungu ikusaidie. Uaminifu. Lazima uwe mwaminifu. Unaamua kuwa mwana wa nuru, sio tu kuwa mwana wa nuru itakufanya utawale, itakufanya umiliki. Ukiamua kuwa mwana wa nuru, unachagua kuwa mwaminifu ndani ya ufalme. Kwa sababu wapi? Ndio maana Yesu Kristo anasema Luka 16, wakili mwaminifu na wakili mzalimu. Choice is yours. Jambo la mwisho la 8 ni kusaidia hapo kufunga. Mambo 7 ya msingi nimekueleza. Jambo la 8 ni ujue ufalme wa nuru, mfalme wa wafalme, King of Kings ni Yesu Kristo, aliye fikra za Mungu. Ufalme wa ulimwengu, mammon, mali, sio ibilisi ndio mfalme, sio ibilisi ndiye master. Ni ufalme wa ulimwengu, mammon, the spirit of wealth, kwa sababu sio wealth itself. Hazina zimefichwa gizani na mali zimefichwa sirini, lakini kuna huyo roho mwenye kusimamia hizo hazina, anaitwa mammon. Na Roho Mtakatifu akusaidia sana. Nimesema nikueleze maarifa haya, Mungu akujenga katika hayo. Chagua. Kwa hivyo vitu 7, chagua upande. Wewe ni wakili hapa duniani. Chagua unakaa upande gani. Acha kujicheleweshea mafanikio, acha kujicheleweshea maendeleo yako. Na Roho Mtakatifu akusaidia. Be blessed beyond measure. It's Prophet Larry. I love you and I'm praying for you.